Kitu moja ilitukasirisha kama wazee, kuona vijana wakiharibu maduka, biashara za watu, hata kuua. Ni vibaya sana, sababu mgomo ilikuwa shinda ya mafuta, na mafuta hakuna pahali ilikuwa inasema wewe uende ukaibe duka ya mtu au haribu biashara ya mtu. Kwa hivyo badala ya ile kitendo ilikuwa imefanyika au ilikuwa nia ya hiyo mgomo, watu waliharibu. Na ile kitu inatukasirisha kwanza ni kusikia, kwa sababu tumeelezwa kutoka kila pahali wale watoto walitumwa kwenda kuharibu biashara, ilikuwa wanatolewa pahali, wanasafirishwa na mabasi. Kwa hivyo kuna mtu ako pahali nia yake ni ya kuharibia Wakikuyu biashara zao na mali yao. Tuwezi jua ni nani, pengine ni wengine wetu wanatumiwa na hiyo. Na hiyo ni laana kubwa sana. Kwa hivyo tunataka kuambia vijana wetu, ile kitu wanaelezwa, hiyo utajiri ya watu kana hiyo mabiashara ndio yanawasaidia, ndio wanaajiriwa. Unaweza enda uharibu biashara ya dada yako ya ndugu yako ukifikiria kuna kitu ya maana unafanya. Na kutolewa pahali, hata ukilipo kwa ni pesa ya kufanya, ni pesa ngapi unaweza lipo, unaweza kula hata useme maisha yako imesaidika na hiyo kitu. Ile kitu umefanya tu ni kuharibia mtu mwingine maisha. Kwa hivyo tunakemea hiyo maneno kabisa kama wazee. Wengine tuliona siku hiyo. Tunataka kusema ukweli. Hii maneno ya mafuta, kila mtu anajua ile mzigo amewekelewa juu. Na ni watu wengi hata siku hizi wakuli, hana hata chakula ya kukula sababu ya tabu ile wako nayo. Ni vibaya sana tukiona wengine na wao kama Hassan Omar na Murkomen wakienda tu kwa TV kuongea maneno ya Wakikuyu. Kwanza tulisikia vibaya sana, walianza kama Omar Hassan alianza na kusema vile Kenyatta mzee aliiba mashamba. Akatoka hapo akasema Kibaki mwenyewe ndiye alilete ukabila kwa hii nchi. Mwisho alikuja kusema Uhuru naye ndio alikuja kuiba kwa hii nchi. Hiyo maneno yote na mafuta tulishindwa inaletana wapi? Kwa sababu wakati unaongea habari ya wazee wote, ni sisi kama community unataka kutarget. Mzee alikufa zamani, Kibaki alikufa. Hii maneno yote unatuletea, hakuna pahali sisi tuona Kibaki akilete ukabila kwa hii nchi. Kwa hivyo tunaona ile kitu nawekelea ni kuletea Wakikuyu maneno mengine. Na ukisema sisi tutaona kama Wakikuyu, hiyo ni maneno imetukasirisha sana kama wazee. Sisi tunataka jamii zote za nchi wakae pamoja, tuendelee vile tuko, na sisi kama KCE tumejaribu kwenda kwa nchi mzima tukiongea na wazee wale wengine tukitafuta amani. Ni vibaya sana mtu mmoja afikirie vile atakuja kutuletea maneno. Na kama kuna mmoja amekosea, sio Wakikuyu wote wamekosea, ati ile uje uprofile the whole community. Kwa hivyo hii ni maneno itukasirisha sana. Na nyinyi vijana wetu tunataka kumweleza na turudia tena. Ile kitu mnachukua ni laana wakati mnafanya hiyo maneno na mnakubali kutumiwa. Ni ukweli na tumeshasema hata siku nyingine. Kwa sababu tunaona ni vibaya sana tukiona viongozi ndio wako mstari wa mbele kulete uhasama kwa nchi. Lazima kitu kama ICC tungetaka wawe macho. Kwa sababu hatuwezi kubali nchi yetu iharibike. Tumeona nchi zingine jirani ziisha kabisa kwa sababu ya maneno kama haya. Na sisi hatutaki nchi ikiharibika itaharibikia watoto wetu. Kwa hivyo tungetaka kusema lazima tusaidiwe hata kutoka nje. Hii maneno yote inataka kuletwa kwa hii nchi ifanywe kulingana na vile tunatakana kukaa. Mungu mwenyewe alituleta kwa hii nchi tukae pamoja, tushirikiane, na kwa hivyo ni vibaya sana tukiona watu wengine wanataka kupeleka wengine kando. There was a time kulikuwa na 41 against 1, hatutaki kurudi hapo. Sababu hiyo sio kitu ilituletea mambo mazuri, ni hasara ilituletea kubwa sana. Hatutaki kuona hivi. Tunataka kukaa kama madugu kwa hii nchi yetu. Tukitaka kusema kitu moja, rais mwenyewe ndio baba ya taifa sahihi. Na ninafikiria kila mwananchi kwa hii dunia kulingana na vile baba anatakikana kufanya ni kuchunga watoto wake wote pahali wako. Tafadhali hata hawa watu wanafikiria tu wataharibu au watenge wale wengine. Anatakikana kuja katikati na kuhakikisha hakuna mtu anatengwa kwa nchi. Kwa hivyo aongeleshe viongozi wote, sana sana wanasiasa, sababu midomo yao ni kama iko na sumu, wanaweza ongea chochote wanataka. Kikuyu Council of Elders strongly condemns all criminal elements who took advantage of the recent public strike by transporters over fuel price hikes. Blocking and banning of roads served no purpose whatsoever.
other than spoiling the very infrastructure that we need. While extorting money from motorists is criminal and should not happen in any society. Similarly, breaking and looting of business premises anywhere must not be allowed by any citizen. The Kikuyu Council of Elders is aware that the rogue politicians have severally organized criminals to infiltrate lawful protesters to rob and burn businesses in the Mount Kenya region. This council calls upon the business community to rise up and protect their investments and their livelihoods. KC questions the motive behind the renewed ethnic profiling of the Kikuyu community by senior government and ruling party executives. The council cautions all these individuals that the path they are charting for Kenya, akin to the 2007 ethnic cleansing, will certainly have no winners. The country may not be able to pull back from the cliff as it did back then in 2007. KCE, nonetheless, thanks upright elders who have rejected efforts to drag them into ethnic miscalculations by misguided elements in this country. The KCE has always offered to address any issue of contention between the Agikuyu and any community, and we reiterate this position. It is our mandate, it is our responsibility to sort out any disagreements between communities, or between us and any community for that matter. In closing, KC appeals to elders of Kenyan communities to combine efforts to bring maturity and patriotism into the Kenyan nation, which now lies tattered because of ethnically driven politics. Kama wamama wa Kenya, especially wamama wa Kikuyu, tunapenda amani. Na watoto ni wetu, bona ni wetu, mtoto ni wetu, mabrother ni wetu. Mama wakati wote pahali yako yeye ni mtu wa kuzingatia amani. Sisi tunataka amani katika nchi yetu. Hatutaki furugu, hatutaki maandamano ya nini. Kama ni maneno ya mafuta kuongezwa, tunaomba watu wanakaa chini. President hata wale ambao wako hiyo facilitations ya mafuta, wanajua wasiongeze mafuta na njia kubwa ambaye italeta shida, ambaye haitawezekana. Juu sasa kama hiyo padi tumeona mafuta imefika, ni kumaanisha kama diesel, kila kitu kimeongezeka katika dunia hii yetu. Kila kitu kimeongezeka. Kuna watu wengi wako na njaa, kuna watu wajidumu. Sasa kama saa hii kukuja mpaka hapa padi tuko unasikia fare imetoka kutoka 50 bob ama 70 bob imekuja 300. Hiyo haiwezekani. Hiyo it is out of proportional. Tungeomba mambo yawe kadili. Hata kama ni kuongeza, ongeza ile kitu ambaye kuna watu wanaweza kulingana na vile uchumi wetu huko pahali tuko. Moja na hayo, ningependa wale ambao wanatafuta vijana ambaye hawana kazi, wanawapea pesa, wanawatuma waende wakatoe furugu, waende wakavunja vitu vya watu wengine. Tunataka kuwakanusha juu hivyo ni vibaya. Hata kama ni hao watoto wao wakitumia vibaya hivyo hawatafurahia. Na hao watoto ndio halafu wanaenda pale wanapigwa risasi, wengine tunasikia kuna wengi sana wako cell, police cell, hatujui watatoka huko namna gani. Sasa tunaomba amani katika Kenya na tunaomba president wetu atoke aongee mambo ya amani na mambo ya utulivu na mafuta irudi chini kiwango ambaye watu wataweza kununua. Hiyo inaweza kuwa jambo la busara sana juu hakuna mtu akosei, kila mtu ni binadamu na mtu anaweza kosea. Unaweza ongea, maybe aliongea hiyo na hasira, na inafaa wajue ya kwamba hata wakati tulikuwa tunachagua hii serikali ambayo imeketi leo hii, tulitoka sisi zote, tulijitokeza bila ukabila na tulitoka tukawachagua tukijua sio wa Kikuyu. Tulijua ni watu wa kabila zingine tunachagua. Tulikuwa tunatoka amani na hiyo amani ndio tunaomba watuzidishie. Because it would be very, very, very much painful if what is persisting goes on financially and economically for the country. Therefore, he has a duty as the president and the father of the nation to make sure that there is a level into which everybody is going to exist with hope and the comfort
in whatever endeavors and engagement they are economically. And listened to rogue politicians blame Kikuyu community and turn innocent Kenyans from Mount Kenya, or what we call Mlima, into political punch bags. We are urging our politicians not to reduce the mountain people to collective suspects because of their surname or birthplace. This is cheap, cowardly, and dangerous politics. We as elders are urging Kenyans that we do not need tribal warlords in suits like the chairman have mentioned. We don't need our leaders to start beating drums of war, a war that has no winner. We need leaders who will lower political temperatures across the country and not pour fuel into wounds that have never fully healed from what we have for what we have experienced in the past. They can fight politically, they can expose corruption, but let us leave tribes out of our politics. Let us not make Kenyans feel like enemies in their own country simply because of who they are. We urge leaders to preach peace. We are saying that we belong to this Kenya. We are not going anywhere. We all belong to this Kenya. And no one has made a sin to be born from any community. I am born from Mount Kenya. It's not a sin. I did not apply to be born here. Neither did any other person apply to be born from any other community. We are one nation. We are one country. Let us preach peace. Let us preach love. And I want to remind these leaders who are hating us that they've needed us in the past. I won't mention names, but we know that these are leaders who have benefited from our votes. Why should you bite the hand that fed you one time? Can you bite the breast that breastfed you when you were young? Today you are hating this community. Tomorrow you might need it. Thank you very much. Let us remember peace, peace, peace all the time. Thank you.